Huyo mama wa saizi akijifungua anaona kinyaa kwa mtoto. Mtoto analala chumba chake na usigelo, mama analala chumba chake. Anaamka asubuhi kama anatembelea kituo cha utalii, ameamkaje? Ameamka vizuri. Hamjui mtoto wake, hajui anasafishwaje, hajui kufunga pampers, hajui chochote. Hao ndio wamama tulionao leo. Kazi kubwa alionayo ni kupiga picha mtoto wake, kupeleka Instagram, kupeleka WhatsApp, kupeleka Facebook na kumweka kwenye status. Ukimuuliza mara ya mwisho mtoto umemwosha lini, hajawahi kumwosha wala hajui hata kumwogesha. Kwa hiyo leo tuna kizazi cha hovyo cha wazazi wa kike na wa kiume wasiojua kutunza watoto. Cha hovyo. Wazazi wa kipindi changu mimi alikuwa anajua kufunga nepi mtoto wake. Anajua kumsafisha mtoto. Anajua kumbeba mtoto mgongoni. Anajua kumfunika mtoto na baby show. Hawa wa leo toka ujauzito ni show off. Na watengeneza nguo wamekutengenezea nguo nzuri, suruali ya kubeba mimba. Anaweka na kiatu chake cha mchongo kwake, anaona ni maigizo. Mimba ni show off. Na anajifungua, ana kigali cha kutembeza mtoto, anavuta kama mbwa wa kizungu, anatembea naye hivi. Ndio maana nilikuja hapa Wanging'ombe uwanja huu kwenye siku ya wanawake. Nikawaambia wanawake, mnapoenda kwenye kitchen party leo, haya kumfundisha mtoto wa kike namna ya kumtunza mume, sawa, mfundishe, lakini nawe mwanaume pia afundishwe kwao namna ya kujitunza na kutunza mke. Huyu mwanamke unayemtengeneza leo kwenye kitchen party, mfundishe na mambo ya msingi kwamba binti yangu, unaenda kuolewa. Ruiza Mbutu kwenye bendi ile ya Twanga Pepeta alikuwa anaimba wimbo yeye na Jessica Chazi. Kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Ikitokea Mungu amekupa mtoto kwenye ndoa yako, basi hatua za kuwa mjamzito kuna hili, kuna hili, kuna hili. Kula vyakula hivi. Mimba inaweza ikakataa samaki wa bichi, kula wakavu. Inaweza ikakataa nyama mbichi, kula kavu. Inaweza ikakataa hiki, jaribu kula vyakula ambavyo vitakupa damu kwenye mwili. Kwa sababu utakapoenda kujifungua utapoteza pia damu. Uwe na nguvu za kusukuma mtoto. Mfunde huyu kwenye kitchen party. Ukienda kuzaa, utazaa, utahitajika kunyonyesha mwanao. Vyakula vya kupa maziwa ni 1, ni 2, ni 3. Mtoto utajifungua, atapata joto lako, utamuogesha, utamsafisha, utamnyonyesha. Na vyakula vyake ataanza kutumia vyakula vya kujitegemea baada ya muda fulani. Mfunde binti yako kwenye kitchen party. Leo binti anajifungua, anaambiwa kunywa supu, anasema mimi sitaki kunenepa. Kwa hiyo hanywe supu. Matokeo yake kifua cha binti kinauma, hana maziwa. Na anahitaji mtoto, anaona kwamba kunyonyesha, anaona aibu kunyonyesha. Anaona aibu. Kwa hiyo mtoto anaondoka kwenye joto la mama, anaondoka kwenye maziwa ya mama toka siku anazaliwa. Na huyu binti na mume wake wote wamekutana wahovyo, hakuna anafahamu lolote kuhusu mtoto. Wote unakutana mtu ameoa mwanamke mjinga na mke naye ameolewa na mwanaume mjinga. Kwa wajinga wawili wamekutana, wanaacha mtoto nyumbani, wanaondoka wajinga wawili wanaenda bar. Mwanamke anaagiza Savana, mwanaume anaagiza Keivanti, yanakunywa pale na chipsi, yanarudi nyumbani yameacha mtoto wa miezi 3, yanachukua chipsi aliyotoka nayo bar, yanakoroga, yanaweka maji, yanampatia mtoto anakunywa. Huu ujinga wa malezi uko kwenye makundi yote mawili, waliosoma na ambao hawajasoma. Huu ujinga wa malezi. Ni lazima mafundisho ya malezi yawepo kwenye kanisa, kwenye msikiti. Hawa wanandoa wanapoanza kufundishwa mafundisho ya ndoa, wasikalili tu kutafuta gauni nzuri la ndoa, shera nzuri,
kiatu kizuri, wanaenda kutafuta pete za ndoa za milioni 10. Hajui lolote kuhusu malezi ya mtoto, mjinga tu. Yeye mme na mke wote wajinga. Mafundisho ya ndoa yaendane pamoja na kuwafundisha hao wanandoa kwamba ikitokea Mungu amewapa watoto, toka kwenye mimba wajibu wako ni huu wa kujitunza. Na unapokuja kuzaa huyo mtoto, wajibu wako ni huu kwenye kumlea. Mafundisho ya ndoa. Wazee, hata ile siku tunapokuwa tunawaambia wanandoa tunawafanyia harusi, wakumbushwe, sio kupewa tu mazawadi ya magari, zawadi sio ya mafriji. Siku hizo unaona mtu anakuja na mzawadia sio mtoto wangu hapa cheki ya milioni 50 kwenye akaunti. Mtoto mjinga, takataka, mavia kuku. Anakuletea mjukuu wa hovyo, hajui hata malezi. Uweze hata ukamtambulisha mahali kokote. Kwa ni lazima swala la malezi tulitilie mkazo. Na nawaambia watu wa Njombe, pale kwenye harusi watu wanaendesha harusi milioni 50, milioni 100. Wanakumbuka pombe walizokunywa kwenye harusi mpaka wakazimia. Kwa hiyo naenda kuhubiria watu walevi pale kwenye harusi. Kama inatokea watu wanapata, wale wanaopata bahati ya ndoa, anaenda kufunga ndoa, kwenye mafundisho waambiwe, wewe ni mke, wewe ni mme. Unapokuwa mwanamke, ikitokea mpata ujauzito, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Umepata mtoto, kuna hili, kuna hili, kuna... Na wewe mwanaume unawajibika vipi kwa mke wako wakati wa ujauzito? Unawajibika vipi kwa mke wako anapojifungua? Unawajibika vipi kwa mke wako kwenye siku 1000 za mtoto wako? Ajue. Wewe watafute watu wanaorudi nyumbani jioni. Ninyi hapa tu. Leo jioni nyumbani wanaenda nini? Wale walevi anarudi na bia nyumbani kwake. Kama mkeo anapenda pombe, anarudi na pombe. Ukifungua friji za nyumbani, kwa mtoto anaanza kuwa barmaid nyumbani kwao. Anamfungulia baba yake Kestrite, anafungulia mama yake Savana. Alafu wazazi wanakuambia mimi napenda kunyoa nyumbani kwake. Ananyoa nyumbani kwake nani barmaid? Mwanae. Ana miaka mingapi? 5. Kwa kazi ya kwanza ya mtoto anayeona nyumbani ni kufungua pombe za wazazi. Maisha ya kijinga, tutatengeneza taifa la aina gani?